Habari yako ndugu Mtanzania. Siku ya leo kuna vitu vizuri sana ambavyo nimeona ni vya msingi sana ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe na mimi kuweza kutoka hapa tulipo kwenda kule tunapotakiwa kwenda. Na tumekuwa tukiwa na mfululizo wa masomo haya kupitia Facebook Live kwenye akaunti yangu ya Lakson Tungaraza, na tangu mwaka 2021 umeanza, ni watu wengi sana ambao wametuma shuhuda zao jinsi ambavyo masomo ya kupitia kwenye akaunti yamekuwa yakiwasaidia sana. Katika masomo yaliyopita tuliweza kuangalia adui yako mwaka 2021 ni nani. Tuliweza kuangalia adui yako mwaka 2021 ni nani. Lakini pia tuliweza kuangalia nafasi ya uvumilivu katika kutimiza malengo yako ya mwaka 2021. Na tukaona pia wiki iliyopita tuliweza kuona juu ya wewe unaweza kufanya nini. Wewe unaweza kufanya nini? Na watu wengi waliweza kujifunza sana kupitia hilo somo, kwa sababu tumekuwa na watu ambao walikuwa kilalamika kwamba sioni cha kufanya, kuna ajira fulani nilikuwa naisubiria lakini sijaipata. Lakini kupitia Pastor Charles Kagari aliweza kutufundisha ni kitu gani wewe unaweza kufanya. Pamoja na kwamba changamoto unazipitia, pamoja na kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo umeambiwa unapaswa kufanya, lakini wewe binafsi unayenitazama mahali hapa, ni kitu gani unaweza kufanya? Ni kitu gani unaweza kufanya kwa maendeleo yako ya kiroho, maendeleo yako ya kiuchumi, maendeleo yako ya kifamilia? Ni kitu gani unaweza kufanya? Sasa siku ya leo kuna kitu kingine kipya ambacho ni cha msingi sana ambacho kitaenda kukusaidia wewe pia kwenye kujazilishia masomo yale ambayo tulikwisha kuyafanya huko nyuma. Kwa hiyo hii itakuwa sehemu ya kujazilishia, na tunajifunza how to prepare your tomorrow today. How to prepare your tomorrow today. Jinsi unavyoweza kuitengeneza kesho yako leo. Jinsi unavyoweza kuitengeneza kesho yako leo. Na mimi naitwa Lakson Tungaraza. Ninaitwa Lakson Tungaraza, ni mwandishi wa vitabu zaidi ya 7. Lakini hapa nina sample 2 za kuonyesha. Ni mwandishi wa vitabu, hiki kinaitwa Sitarudi Nyuma Tena ambacho kilitoka mwaka 2017. Hiki kinaitwa Mwanachuo Diary, namna unavyoweza kufanikiwa kimaisha kuanzia chuoni, kutoka mwaka 2018. Na pia nimeweza kuanzisha Lamax Designs ambayo tunawasaidia wale wote ambao wanataka kuwa waandishi wa vitabu, lakini na wale ambao tayari ni waandishi wa vitabu kuweza kuifahamu hii sekta na namna wanavyoweza kunufaika kupitia kazi zao ambazo walikesha usiku na mchana kuziandika. Kwa hiyo kama pia wewe unapenda kuandika kitabu, unapenda kuandika kitabu cha historia ya maisha yako, ama kwa ajili ya kutafuta connections za kibiashara zaidi, kutafuta opportunities mbalimbali, kuandika kuhusiana na masuala ya academics, basi unaweza ukatuona Lamax Designs kupitia Instagram na utaweza kujifunza vitu vingi sana. Na pia nimekuwa nikifundisha vijana wa shuleni na vioni kwa habari ya kujitambua na kuweza kupindua ulimwengu, alikuwa watu wa tofauti ambao jamii inatamani kuwa kama wao ama kujifunza kwao. Kwa hiyo siku ya leo kuna kitu kingine ambacho wewe ambaye hujawahi kufuatilia masomo yangu, basi kupitia siku ya leo kuna kitu utajifunza kupitia somo hili. How to prepare your tomorrow today. How to prepare your tomorrow today. Namna gani unaweza kuitengeneza kesho yako leo? Kama wewe ni kiumbe hai, una sifa mojawapo ya kukua. Kama wewe ni kiumbe hai, sifa mojawapo inayokutofautisha na viumbe visivyo hai ni kukua kwako. Kwa hiyo kama tunapoongelea kwamba kuitengeneza kesho yako leo, tunaongelea kwa habari ya kukua. Na kukua kimwili ni swala ambalo ni asili. Yani kukua kimwili ni swala ambalo ni asili. Yani liko natural, kukua unakuwa hata usipoingia kwa maombi ya mfungo, wewe unakuwa. Lakini kiakili, tunapoongelea sasa kwenye eneo la kiakili, ni lazima sasa uamue wewe mwenyewe. Tunapokuja kwenye maeneo ya kukua kiakili, kukua kiroho, kukua kihisia, hapo sasa ni maamuzi yako wewe binafsi ya kuamua kwamba nataka kukua sasa. Ni kitu ambacho hakiji chenyewe, ni kitu ambacho wewe unakisababisha kuja.
Sasa kama wewe ni mtu mzima, umefikia wakati sasa wa kuamua ni kitu gani unachotaka kukifanikisha kwenye maisha yako. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Tofauti na wakati uliopita, wakati ulipokuwa mdogo, wazazi wako walikuwa wanakuchagulia ule nini, ule saa ngapi, ulale saa ngapi, uvae nini, utembee na nani, usome vitu gani. Walikuwa wanakuamulia like 100% ya maisha yako walikuwa wanayaamua wazazi wako. Kabla ya kufanya kitu chochote walikuwa ni lazima kipitie kwanza kwao, wakijadili ndipo wakuruhusu kukifanya. Lakini kwa sasa umeshakuwa mtu mzima, una zaidi ya miaka 25 sasa hivi, ni wakati wako wa kuamua unataka kufanya nini, unataka kufikia wapi kwenye kesho yako. Ninaamini kabisa ya kwamba inaweza isiwe rahisi, kwa sababu pia sio rahisi, ila inawezekana. Kama mtu mwingine aliweza kufanya akafikia kwenye point fulani, kama kuna mtu aliandika kitabu ambao ulikuwa naye kwenye stage moja akafanikiwa kuandika kitabu na sasa hivi watu wanavisoma, basi na wewe pia unaweza ukaandika. Kama kuna mtu fulani aliweza kufikia kwenye kiwango fulani cha elimu, basi na wewe pia unaweza kufikia. Hiyo ndio iron law of self development, ya kwamba chochote kila ambacho mtu fulani ameweza kukifanya, basi na wewe pia unaweza kukifanya endapo utafuata nyayo kama yeye alivyofanya. Sasa how to prepare your tomorrow today? How to prepare your tomorrow today? Tutakwenda kuangalia makundi matatu. Kwenye hili somo tutaenda kuangalia makundi matatu. Na kundi la kwanza tutaenda kuangalia aina za watu duniani. Kundi la kwanza tutakwenda kuangalia aina 3 za watu duniani. Sasa kwenye aina 3 za watu duniani utaamua wewe upo kwenye aina gani ya watu. Lakini pia una fursa ya kutoka kwenye aina ya mtu uliyepo sasa kwenda kwenye aina ya mtu unayetakiwa kuwa. Kundi la kwanza ni la watu wanaosababisha mambo yatokee. Kundi la kwanza la watu waliopo duniani ni la watu ambao wanasababisha vitu vitokee. Kama unaendesha sasa hivi bodaboda, jua kuna mtu alisababisha bodaboda iwepo. Kama kuna kipindi hiki unakiangalia, kuna watu wamekisababisha kiwepo. Hii makapeni hii unayoiona hapa, kuna watu wamesababisha kutokea. Serikali unaoifurahia leo ni watu wamesababisha kutokea, wamekaa wakatengeneza katiba na mifumo ya kuiendesha. Kwa kundi la kwanza ni la watu wanaosababisha vitu kutokea. Lakini kundi la pili ni la watu ambao wanaona vitu. Kundi la pili ni la watu ambao wanaona vitu vikiwa vinatokea. Kundi la kwanza wanasababisha vitu vitokee. Kundi la pili ni wale ambao wanaona vitu vikiwa vinatokea. Wanaona vitu vikiwa vinatokea. Kwa wenyewe hapo sehemu ya mchakato wa kusababisha vitu vitokee, ila wanaangalia vitu vinavyotokea. Na sababu zinazoweza kusababisha wawepo kwenye kundi la kuona vitu vinatokea na sio kusababisha vitu vitokee, mojawapo ni uvivu. Wanaweza wakawa ni wavivu wa kufanya vitu. Cha pili, wanaweza wakawa wanapitia inferiority complex, yani ile kuto kujiamini, kuona kwamba watu wengine wanafaa zaidi yako. Lakini kitu kingine pia ni kwamba wanajihisi ya kwamba hawajakidhi viwango vya kufanya. Na kundi la tatu ni la watu ambao wanashangaa vitu ambavyo vimekwisha kutokea. Kundi la tatu ni la watu ambao wanashangaa kitu kishatokea. Yaani yeye wakati wengine wanafanya hakuwepo. Wakati wengine wanaona vitu viko vinafanyika hawakuwepo. Ila wanakuja tu kushangaa. Aisee, umeshatoa kitabu. Aisee, una bahati sana. Hongera sana. Aisee, hivi kumbe serikali imeshajenga barabara. Umeona? Yaani yeye wakati mambo yanatokea hakuwepo. Ila alikuwa anajishughulisha, yani unamuona yuko busy kama nzi. Yaani yuko busy kila wakati, lakini hamna cha maana ambacho anakifanya. Kwa hiyo wao watu ambao wanashangaa vitu vinatokea hawakuwepo, walikuwa wanajishughulisha na vitu vingine, wako busy na vitu vingine ambavyo sio vya msingi sana. Kwa hiyo siku hii ya leo tunaangalia how to prepare your tomorrow today. How to prepare your tomorrow today. Na kati hawa watu
kati ya makundi haya matatu ya watu waliopo duniani, ninataka kuongea na kundi hili la kwanza. Kati ya makundi matatu nataka kuongea na kundi hili la kwanza ambalo watu wanaosababisha vitu kutokea. Na kama wewe upo kwenye kundi la pili ambao umekuwa haufanyi chochote, unawaangalia tu watu wakifanya, au upo kwenye kundi la tatu unashangaa tu mambo yakishatokea, basi ninakuasa kupitia somo hili uweze kuhama kutoka kwenye kundi la pili kuja kwenye kundi la kwanza, kutoka kwenye kundi la tatu kuja kwenye kundi la kwanza. Ili kwa pamoja tuwe na nia moja. Tukishakuwa na nia moja tutapata njia ya kutokea, kwa sababu penye nia pana njia. Kwa hiyo kama umekuwa ufanye vitu unaona tu vinatokea, upo sehemu ya mchakato wa kuvifanya, amia sasa. Na tunaanza kwenye ufahamu wako, mtazamo wako sasa hivi. Amia sasa kutoka kwenye hili kundi uje kwenye kundi la kwanza. Na kama ulikuwa ni mtu ambaye wakati wengine wanafanya uoni, ila unasubiri vikishatokea ushangae, basi na wewe pia kuanzia sasa hivi jiposition, alibadilisha uje kwenye kundi hili la kwanza la watu ambao wanafanya. Sasa nimesema sasa hivi umeshakuwa mtu mzima. Sasa hivi umeshakuwa mtu mzima na unajiamlia ni wapi unatakiwa kwenda, kipi unatakiwa kuvaa, kipi unatakiwa kula, na ni muda gani utumie kwenye kitu ambacho unakifanya. Sasa ni maamuzi, tunaanzia kwenye uamuzi wako siku ya leo. Je, umedhamiria kweli kesho yako kuwa bora ama bado hujadhamiria? Je, umedhamiria kuwa na kesho iliyo bora ama bado haujadhamiria? Kwa sababu ni kazi ngumu sana kuweza kumpeleka mtu uwanjani ambaye hayupo tayari kucheza mpira. Hata umsajili kwa hela kubwa sana, kama upo tayari kucheza mpira atakuletea hasara kwenye timu yako. Kwa wewe upo tayari? Je, upo tayari? Umedhamiria kweli kutoka kwenye vilindi vya moyo wako ya kwamba unataka kubadilisha hali yako? Nimesema kwamba sio rahisi, kwa sababu ingekuwa rahisi basi kila mtu angekuwa yuko busy akiwa anashughulikia kesho yake. Lakini licha ya kwamba sio rahisi ila inawezekana. Mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba ukitaka kufikia kwenye hatua ambayo hujawahi kuifikia, basi lazima ujibadilishe wewe, uanze kuishi kama ile kesho ambayo unahitaji. Kwa dhamira yako ni ipi kupitia somo hili? Je, ukimaliza kusikiliza somo hili utaendelea na maisha yako? Kwa sababu umehudhuria event nyingi sana, seminar nyingi sana, matukio mengi sana, na umeona kwamba mambo ni yale yale, hamna cha tofauti sana. Kwa umekaa huko idle, haufanyi chochote kile, yani upo tu. Au umeamua kwamba haijalishi nimepotezea vitu vingapi, lakini kuanzia sasa hivi kwenda mbele nahitaji kufanya utofauti. Na utofauti huu una mchakato. Usijilinganishe na mtu yoyote yule. Usijilinganishe na mimi, usijilinganishe na mtu yoyote yule kwenye eneo ambalo unataka kufanya. Usijilinganishe wala kujishindanisha na yeyote yule. Mchakato huu wa kuitengeneza hiyo kesho unahitaji uvumilivu sana. Kuna wakati nilikuwa najifunza kupitia kwenye internet, na nilikutana na mfano mmoja mzuri sana ambao naamini na wewe pia unaweza kufaa. Kuna mti fulani unaitwa bambu. Ambao uko kwenye mashariki ya mbali. Unapanda mashariki ya mbali huko China. Sasa mti wa bambu ni kwamba unapokuwa unaupanda, unaanza kuutilia maji na mbolea kwa bidii kila siku. Ndani ya miaka 4 yote kuanzia muda ulioupanda, ndani ya miaka 4 hauonyeshi kabisa dalili ya kukua. Yaani hauoni chochote kile ambacho kinafanyika. Unamwagilizia maji kwa bidii kila wakati, unatilia mbolea, kila kitu unakifanya ambacho kinahitaji mmea kukua, lakini hauoni chochote ambacho kinafanyika. Lakini mwaka wa 5 kuanzia kile ambacho, kama ni mtoto wako alianza shule, basi amefika darasa la 5, ndipo ule mti sasa unachomoka. Na ukichomoka ndani ya wiki 6 unakuwa kwa zaidi ya futi 90. Ndani ya wiki 6 huo mti wa bambu unakuwa
kwa zaidi ya futi 90. Sasa kilichofanya bamboo tree uweze kukua, je, ni hizi wiki 6 ama ni ile miaka 4 ya kumwagilia? Basi utajua kwamba kilichosababisha ukue ni ile miaka 4 ya maandalizi. Kwa hiyo ukikubali leo kuweza kuwa sehemu ya mchakato huu, hata kama haupati matokeo ya haraka, basi kuna wakati utafika watu wataanza kusema kwamba wewe una bahati. Watu wataanza kusema kwamba wewe una bahati. Na bahati tafsiri yake ni kwamba pale ambapo maandalizi yanapokutana na fursa. Yaani maandalizi yako yakikutana na fursa, hiyo ndio tunasema ni bahati. Kwa ukisema mtu fulani ana bahati, basi ujue kwamba alijiandaa kabla ya kufanya hicho ambacho anakifanya. Na kitu cha pili sasa. Kitu cha pili katika kuitengeneza hiyo kesho yako, tunaangalia Newton's laws of motion. Newton mwanasayansi ambaye amefanya vitu vikubwa sana hadi mtoto wako bado anajifunza huko sekondari kwa habari ya Newton. Sasa Newton ana sheria zake za mwendo, na tutaziangalia hizi sheria 3 za Newton tuone zinahusianeje na kuitengeneza kesho yako. Kesho yako hiyo ambayo umeanza kuifikiria sasa hivi, Newton anahusikaje kwenye kuiandaa? Sasa kwenye sheria hizi 3 za Newton, kwenye sheria ya kwanza Newton anasema hii kwa jina lingine inaitwa law of inertia, ambayo ilianzishwa na Galileo. Law of inertia. Sasa kwenye sheria ya kwanza ya Newton anasema ya kwamba kitu chochote kitaendelea kuwa katika hali yake ile ile ya utulivu, at rest, ama kwenye mwendo ule na kwa upande ule unaoelekea, mpaka pale ambapo kuna kitu kitakuja cha pembeni, kitu kingine cha pembeni kitakapokuja kibadilishe mwendo wake na uelekeo wake. Kwa anatumia maneno mawili, anatumia rest na motion. Anatumia swala la rest, yani kiko pale pale, na anatumia swala la motion ya kwamba kinatembea. Rest na motion ya kwamba chochote kile kitaendelea kuwa kwenye hali yake ya utulivu, kama nilivyosimama hapa nikiamua kuendelea kusimama hivi, ama nikaendelea kutembea, nitaendelea kutembea hivi mpaka pale ambapo kuna kitu cha tofauti na mimi kitakachokuja kinitoe kwenye hali niliyopo, aidha ya kusimama pale pale ama ya kuendelea kutembea. Kwa hiyo nikifika hapa kwenye ubao nikajigonga, yani nilikuwa natembea hivi polepole, nikafika hapa kwenye ubao nikajigonga, basi hapo hiki kitu kimebadilisha mwendo wangu na kimebadilisha uelekeo wangu. Sasa hii kwenye kuitengeneza kesho yako, hii kanuni ya kwanza ya Newton kwenye kuitengeneza kesho yako inaingiaje? Ili uweze kubadilisha hali yako ya sasa kwenda kwenye hali ile unaotaka kuifikia, ni lazima ukubali kufanya kitu cha tofauti. Ni lazima ukubali kufanya kitu cha tofauti. Mtu mmoja alisema ya kwamba uenda wazimu au insanity ni kufanya kitu kile kile kwa namna ile ile kila siku, alafu unategemea matokeo ya tofauti. Kufanya kitu kile kile kwa namna ile ile kwa njia zile zile, alafu unategemea matokeo ya tofauti. Ili uweze kama alivyosema kwamba lazima kuwe na external force, nguvu ya pembeni itakayobadilisha mwendo ama hali ya mwendo au hali ya hiki kifaa. Ni lazima sasa na wewe uweze kufanya kitu cha tofauti. Kama ulikuwa ni mtu wa kulala sana, ni lazima ili uweze kubadilika, lazima ratiba yako ya kulala ibadilike. Kama ulikuwa ni mtu mvivu sana wa kujisomea, ni lazima sasa utengeneze kitu cha tofauti, uwe mtu ule ambao unataka kuwa kuanzia sasa hivi. Kuanzia kwenye ufahamu lazima ubadilike. Ukiendelea kubaki vile vile, basi matokeo utakayoyapata itaendelea kuwa yale yale. Ndio maana mitihani inapokuwa inakaribia ya watu vioni, form 4, form 6, mwishoni kule kuna wakati watu wanaanza kukesha. Kwa nini? Kwa sababu anataka apate matokeo ambayo hakuyapata huko awali.
Kwa kama awali alikuwa analala ikifika saa 4 usiku analala hadi saa 1 asubuhi, ni lazima sasa alete utofauti. Anaitoka ile saa 4 mpaka anaenda kulala saa 8 usiku ili aweze kupata matokeo ya tofauti na alivyokuwa amepata huko awali. Hiyo ni Newton law ya kwanza. Lakini Newton law inapokuja kwenye sheria ya pili ya Mr. Newton, mwanasayansi huyu, inasema kwamba force is directly proportional to acceleration, ambayo wale ambao wanasoma physics inakuwa F ni sawa sawa na mass na acceleration. Sasa hii inamaanisha nini? Ni kwamba nguvu utakayoitumia leo katika kuiandaa kesho unayohitaji ndio itakayoamua matokeo utakayoyapata kesho. Force ni sawa, ni direct, yani nguvu unayoitumia hapa, bidii unayoitumia hapa itaamua ni umbali gani uende. Ni hii, kama huu ubao ungekuwa chini na hii marker pen ikawepo hapa, kitakachoamua mwendo wa hii marker pen kutoka kwenye hii engo mpaka kwenye ile engo itategemeana na nguvu kiasi gani ambayo nitaitumia kwenye kuisukuma. Itategemeana natumia nguvu kiasi gani kwenye kuisukuma hii marker. Kama nitasukuma kidogo, basi inaweza ikaishia hapo. Kama nitaisukuma sana, inaweza ikafikia hapo ama ikavuka. Kwa hiyo bidii yako ambayo unaiweka leo katika kuwa serious kuiandaa hiyo kesho itaamua aina ya kesho utakaoipata, matokeo yako ya kesho. Ndio maana ukiwa na bidii ndogo katika kazi unayoifanya, mshahara wako utaendelea kuwa pale pale, ama kiwango cha wateja na mauzo kitaendelea kuwa pale pale. Lakini bidii yako ikiongezeka katika kujifunza na kutenda, basi utaanza kuona matokeo yako yanaanza kubadilika. Wateja wanaanza kubadilika. Watu wanaokufuatilia wanaanza kuongezeka. Katika mojawapo ya mithali za Sulemani anasema ya kwamba mkono wenye bidii utajirisha, bali mtu afanyie mambo yake kwa mkono mlegevu huwa maskini. Na sehemu nyingine anasema ya kwamba alimaye shamba lake atapata chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi atapata umaskini wa kumtosha. Sasa hii ndio inayohusika sasa kwenye sheria ya pili ya Bwana Newton, ya kwamba unachokiwekeza katika unachokifanya kitaamua matokeo. Kwa hiyo kama unataka unataka kwamba hii kesho hii tomorrow, hii kesho yako hii iwe kubwa, yani uwe na matokeo makubwa kwenye hii kesho unayoitazamia, ni lazima juhudi yako pia iwe kubwa. Kama wewe una mpango wa kuandika vitabu 4 ndani ya mwaka huu, ni lazima uwe na bidii na juhudi kubwa kuliko mtu ambaye anataka kutoa kitabu kimoja. Na kwa wale ambao wanafanya biashara, kama ni mtu ambaye anataka kuteka soko zima la Afrika Mashariki, ni lazima atakuwa na bidii kubwa, juhudi kubwa kuliko mtu ambaye anataka tu kuteka soko la mtaani kwake. Bidii inaamua kiwango cha matokeo na umbali wa kufika. Lakini kitu cha tatu ambacho Newton kwenye kanuni ya 3 anasema kwamba to every action there is an equal and opposite reaction. Kwa kila tendo unalolifanya utapata matokeo sawa sawa na ulichokifanya, au tofauti na ulivyokifanya. Na hapa ndio ile kwenye maandiko matakatifu uliposema kwamba apandacho mtu ndicho anachovuna. Unachokipanda leo ndicho unachovuna. Maamuzi yako ya leo yanaamua kesho. Kama Bahati Bukuku alivyoimba kwa habari ya yule tupatupa, au maamuzi aliyoyafanya tupatupa yaliamua ni wapi awepo.
Maana alipelekwa sehemu mbili, alipelekwa akaonyeshwa kwa shetani, akapelekwa akaonyeshwa pia na kwa Mungu. Akamwambia sasa wewe Mr. Tupatupa vipi, unaamua wapi? Je, utaenda kule ambapo uliwaona wadada wazuri ama utakuepo hapa tu hapo ambapo watu wanaimba kila wakati na wote wanafanana? Kwa hiyo maamuzi, every action there's an equal and opposite reaction. Unachokiamua leo kitakupatia matokeo ya kulingana ulivyoamua ama tofauti na ulivyoamua. Mtu mmoja anasema kwamba tuna uhuru wa kuchagua tunachokifanya, lakini hatuna uhuru wa kuchagua aina matokeo utakayoyapata kulingana na mambo tuliyoyafanya. Una uhuru kabisa wa kuchagua ambacho nakifanya leo, lakini hautakuwa huru kuamua aina matokeo unayofanya. Umeona? Mimba inapokuja ni matokeo ya maamuzi. Yaani mimba inapokuja ni matokeo ya maamuzi. Iwe upende au hujapenda, lakini maamuzi yako uliyoyafanya siku ile yakaileta hiyo mimba, akamleta na huyo mtoto hata kama ulikuwa mtarajii. Kwa hiyo action inaamua reaction. Umeona? Sasa hivi vitu vitatu, hizi sheria tatu za Bwana Newton hizi zinafanya kazi kubwa sana katika kuiandaa kesho yako. Zina nafasi kubwa sana katika kuiandaa kesho yako. Kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia, ninaamini kabisa ya kwamba kuna kitu fulani kipi ambacho umekipata. Kuna kitu kipi ambacho kimekipata. Na lengo kubwa la kukuambia hivi vitu vyote, kuanzia kwenye aina tatu za watu na kuja kwenye sheria hizi tatu za Newton, ni kwa ajili ya kubadilisha mtazamo wako. Kwa sababu mtazamo unaamua ni umbali kiasi gani uende katika kile unachokifanya. Kwa wale wazungu wanasema your attitude determines your altitude. Yani your attitude determines your altitude. Mtazamo wako, fikra zako unazitumiaje? Lakini kitu cha pili ni usemi wako. Ni kitu gani ambacho unakisema kulingana na fikra ulizonazo? Ukitaka kuwa na kesho iliyo bora zaidi, ni lazima kwanza fikra zako zibadilike. Mtazamo wako ubadilike, uanze kuendana na hiyo kesho. Wiki iliyopita nilikuwa nafundisha wanavyuo wa na hosteli za mabibu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na kitu kikubwa ambacho niliwaambia ya kwamba kuna kijana alisema kwamba anataka kukuza hali yake ya kiuchumi kutoka alipokuwa mwezi uliopita na mwezi wa sasa. Na nikamwambia ili uweze kutoka sasa, uweze kuamua kutoka kwenye hali uliyopo sasa kwenda kwenye hali nyingine unayoitaka, ni lazima fikra zako na mtazamo wako ubadilike. Ni lazima fikra zako na mtazamo wako ubadilike. Kama uko chuoni na unataka kutoka kwenye GPA ya 3 unataka kutoka kwenye GPA ya 3 kuja kwenye GPA ya 4, ni lazima fikra zibadilike. Kama fikra na mtazamo utabaki kuwa ule, basi utapata matokeo yale. Kwa hiyo kama unataka kuwa na kesho ambayo utaifurahia, ni lazima fikra zako zianze kuiishi hiyo kesho. Ni lazima uanze kuiishi hiyo kesho leo. Ni lazima uanze kuishi hiyo kesho leo. Kama ni mwanafunzi ambaye anataka apate ufaulu mkubwa wa kesho, ni lazima leo aanze kuiishi hiyo kesho. Aanze kuwa na bidii ambayo itampatia matokeo ambayo anayatarajia. Kwa hiyo hilo eneo mojawapo ambalo litaweza kukusaidia tunapoelekea huku kwenye tebo. Cha kwanza kabisa ni fikra zako. Na kitu cha pili ni usemi. Na usemi wako utaamuliwa na kile ambacho kipo ndani yako. Hazina, taarifa ulizozijaza ndani yako. Usemi, unatamka nini juu ya kesho unayohitaji? Kwa sababu kama usemi wako na ukiri wako, yani ile confession
haiendani na kesho unayohitaji. Unataka kesho uwe na ndoa yenye furaha, lakini leo unajitamkia kwamba bwana, siku hizi hamna ndoa inayodumu, siku hizi watu ni kuchezeana tu, sasa hivi kupata upendo wa kweli haupo mpaka uwe na pesa nyingi sana. Umeona? Yaani kila wakati wewe ni kulalamika, lakini unataka kesho uwe na ndoa ambayo ina furaha na amani. Utakuwa unacheza tu. Hapo utakuwa unapoteza muda. Ni lazima kitu cha pili, usemi wako, ukiri wako uendane na hii kesho unayohitaji. Kesho unayohitaji. Your confession lazima iwe direct proportional na your tomorrow. Unachokisema, unachokitamka, unachokikiri ni lazima kiendane na hiyo kesho. Kama unatarajia kupata wateja wengi kesho, ni lazima uanze kukiri leo kwa kwamba ninaamini kuanzia kesho nitakuwa na wateja kuanzia 100 mpaka 500 kwenye biashara yangu hii. Mwezi unaokuja, ndani ya miezi mitatu, ni lazima niwe na wateja kuanzia 100 mpaka 150 kwenye shughuli ninayoifanya. Ni lazima akaunti yangu hii ya Instagram, hii ya Facebook iwe na wafuatiliaji kutoka 10 mpaka 100. Lazima usemi wako uendane na kile ambacho unakifikiria juu ya kesho. Lakini cha tatu ambacho kitakusaidia tunapoelekea huku ni kwa habari ya utendaji. Kuna fikra, kuna usemi na kuna utendaji. Sasa kwenye utendaji licha ya kwamba umekwisha kufikiria juu ya kesho yako, na sasa umeanza kunena kama vile kwenye mikutano, na huko ndio watu wananena, yes I receive, I am rich, I am prosperous, I am influential. Vitu hivyo vyote, mimi ni malkia wa nguvu, mimi ni shujaa, mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Baada ya kuwa umefikiria na kusema, je, unatenda nini? Ukiwa umefikiria kwa usahihi na ukatamka kwa usahihi ila usitende, basi bado hutapata matokeo unayoyahitaji kwenye hiyo kesho. Ni lazima uwe mtendaji. Utendaji ndio ambao unaamua sasa matokeo makubwa ambao ulikuwa unayafikiria na kuyasema. Matokeo makubwa ambayo ulikuwa unayafikiria na kuyasema juu ya kesho yako. Sasa ni lazima uamue sasa hivi kuwa mtendaji. Usiwe na storage, usiwe na akiba na hazina vitu vingi sana hapa na kukiri vitu vingi alafu kwenye utendaji haufanyi. Kwa sababu tuna watu wengi sana ambao wanajifunza kila siku kwenye mitandao ya kijamii, anajifunza kuhusu biashara, yani tangu mwaka 2017 mpaka leo anasoma vitabu vya biashara, anajifunza kwenye biashara, anajifunza namna ya kuandika vitabu, lakini mpaka leo sasa hivi ninavyoongea hajaandika. Anawaza tu ya kwamba nadhani hii event inayokuja, ili tukio linalokuja hili, kwa vile anakuja Robert Kiyosaki, lazima maisha yangu yatabadilika. Kwa vile anakuja Tony Robbins, lazima maisha yatabadilika. Kwa vile anakuja Trump kwenye hili tukio, lazima nitabadilika. Lakini ana zaidi ya miaka 3 hajafanya. Kwa hiyo ni lazima uamue kufanya. Mwenye hekima mmoja anasema ya kwamba uwe mwepesi wa kutenda kuliko kusema. Kwa sababu mtu ambaye anasema tu na atendi anafananishwa na mtu anayejiangalia kwenye kioo. Unajiangalia kwenye kioo, unajua pua lako lilivyo, nywele zako zilivyo, muonekano wako ulivyo, lakini ukishatoka hapo ukaenda nje, ukaenda mtaani, ukaenda kanisani, baada ya hapo umeshasahau hata pua lako lilivyo, mdomo wako ulivyo, masikio yako alivyo. Sasa unaanza kuishi kwa imani. Naamini tu ya kwamba sina matongotongo. Ninaamini tu kabisa kwamba sina matongotongo. Kwa hiyo ni lazima uwe mtendaji. Uache kusita kwenye hali ulionayo, uanze kutenda. Na ili uweze kuondoka kwenye hali ya kusita, lazima uwe na nia, lazima uanze na kipaumbele. Kitu ambacho unakianzia. Kama wewe ni msomaji wa Biblia takatifu, kuna wakati nabii Elia aliwaambia
watu ya kwamba mtasitasita katika mawazo mawili mpaka lini? Mtasitasita katika mawazo mawili mpaka lini? Kwa lazima uamue kati ya mawazo yale ulionayo juu ya kesho unayohitaji. Lazima uchague wazo moja ambalo unaanza nalo. Kama una mawazo mengi ya biashara, huku unawaza huku kusaidia wajasiriamali, huku unawaza kusaidia wanawake wanaopitia shida kwenye ndoa, huku unawaza namna ya kuwasaidia wababa ambao wameachiwa watoto peke yao, huku unataka kusaidia wanasiasa, unaweza ukafeli ukajikuta huko kwenye idle state, yani huko kwenye stagnation, yani huko pale pale. Ni lazima uamue ni lipi ambalo unaanza nalo. Tuko pamoja? Na kitu cha tatu na cha mwisho siku hii ya leo juu ya kuiandaa kesho, tunaangalia sasa the shortcut table, jedwali ambalo ni njia ya mkato kuelekea kwenye hiyo kesho. Baada ya kuwa tumeongea hivi vitu, sasa inawezekana unawaza ninafanyaje, ninaipangiliaje. Kwa hiyo nimekuwekea hapa jedwali ambalo linaweza likawa rahisi kwako kwenye kuiandaa na kuitengeneza hiyo kesho yako. Sasa ili uweze kupata matokeo sahihi kupitia hili jedwali, ni lazima kwanza uwe mwaminifu. Ili uweze kupata matokeo mazuri kupitia kwenye hili jedwali, lazima uwe mwaminifu kwako wewe. Kwa sababu wewe ndio unayejitathmini. Wewe ndio unayetakiwa kujitathmini. Ujitathmini uone kama kweli uko tayari kuiendea kwenye hiyo kesho unayohitaji. Kwenye uko kuwa mwandishi bora Tanzania unayohitaji. Kwenye hiyo kuwa mwanamke wa nguvu unayohitaji. Kwenye hiyo kuwa mfanyabiashara mkubwa kwenye mkoa unaohitaji. Kwenye hiyo kuwa mwanafunzi mwenye ufaulu mkubwa, ama sio tu mwenye ufaulu mkubwa, ila kuongeza kiwango chako kutoka pale unapopahitaji kwenda sehemu nyingine. Kama kwenye kuimba umechoka tu kujulikana kwenye kanisa ulilopo, na sasa unataka kujulikana kwenye mtaa mzima na wilaya nzima, sasa hiyo kesho hiyo kutoka kwenye hicho kiwango ambacho unakihitaji, kuja kwenye hiki kiwango cha hapa, lazima uweze kuwa mkweli, uweze kuwa mwaminifu kwenye kujifanyia tathmini. Sasa kuna pande mbili za hili jedwali. Upande wa kwanza tunaongelea leo yako. Upande wa kwanza huwa kushoto, unapokuwa unachora jedwali lako huko ulipo, utaweka pande mbili. Upande huu wa kushoto kuna leo yako, yani uhalisia wako wa sasa. Alafu kuna kesho. Upande wa pili, upande wa kulia tunaongelea kesho. Upande wa pili tunaongelea kesho. Huu upande wa kushoto ni leo, huu upande wa pili tunaongelea kesho. Sasa nimesema kwamba ni lazima uwe mtu ambaye ni mwaminifu kujifanyia tathmini. Leo hali yako ni ipi? Yaani kwa uhalisia kabisa, mna unayemdanganya kwa sababu uko wewe mwenyewe hapo ulipo. Aidha ni kwa njia ya unaandika kwenye simu ama kwenye notebook, ama baadaye utafanyia kazi baadaye leo kutoka kazini. Lazima uwe halisi, ni wewe leo, hali yako ya leo ikoje? Uanze kuna kitu. Hali yako ya leo na kadhalika. Kwenda kule kesho ambao unakuhitaji. 2, 3, 4, 5. Kwenda kwenye ile kesho sasa unayohitaji. Kwa mfano, leo nina wateja 10 wa vitabu. Wateja 10 wa vitabu. Leo nina marafiki wengi nilionao labda ni wabaya. Marafiki wabaya. Leo uhalisia wangu labda sina hela ya chakula. Sina hela ya chakula. Leo uhalisia
uhalisia wangu, ninapenda sana kufuatilia peji za udaku. Napenda sana kufuatilia peji za udaku. Yaani hii ndio leo yangu. Hii ndio leo yangu. Kama unavyoiandaa huko. Sasa wewe utaandaa kwa namna wewe ulivyo. Ujiangalie jinsi ulivyo, kwa sababu wewe ndio unayejijua kuliko mtu yeyote yule. Una wateja 10 leo. Pengine una marafiki wengi, marafiki ulionao ni wabaya. Unapoongelea wabaya hivi sio sura, yani kile hawakusaidii kufika unapotaka kwenda. Na kitu cha tatu, hauna hela ya chakula. Unataka hauna hela ya chakula, hali ya kimaisha iko chini. Na kitu cha 4, unapenda sana kufuatilia udaku. Yaani ukiingia Facebook page zako, kurasa unazofuatilia ni za udaku. Diamond, sijui Nazari wamekuaje, sijui Harmonize, sijui na nani wamekuaje, sijui Jacqueline Wolper na Uoya wamekuaje. Udaku, umbea. Huko hapa kwenye hili kundi. Na viclips vyote vya mnavyotumiwa, video clips zote, na nili Facebook, na nili Telegram, WhatsApp, ni vya udaku tu. Lakini sasa unataka kuamua kwenda kwenye kesho. Kutoka kwenye hapa kwenye kundi hili na kutoka kwenye wateja 10, nataka sasa niwe na nizidishe mara 10. Niwe na wateja 100. Nataka kesho niwe na wateja 100. Kwa ninatoka kwenye kundi la watu 10 naenda mara 100. Nataka sasa niwe na wateja 100. Wateja 10 hawanitoshi. Kwenye marafiki wabaya hapa nataka sasa nipate marafiki wazuri. Nataka nipate marafiki wazuri. Yaani hao ni marafiki ambao watanisaidia kubadilisha hali yangu ya sasa. Na hapa kwenye kutokuwa na hela ya chakula, yani hali ya kimaisha kuwa vibaya, nataka kesho niwe na uchumi mzuri. Kesho nataka niwe na uchumi mzuri wa kuamua chochote ninachotaka. Kesho nataka niwe na uchumi mzuri ili niweze kununua chochote kile ambacho nakitaka, ule uhuru wa kufanya maamuzi. Na kwenye udaku, badala ya udaku, nataka niwe msomaji wa vitu. Nataka niwe msomaji wa vitabu. Msomaji wa vitabu. Kwa hiyo hapa upande wa kushoto umeongelea uhalisia wako wa leo. Na mwanzoni kabisa kipindi tunaanza hili darasa, nilikwambia kwamba nilikwambia kwamba hali yako ya kesho inaamuliwa na leo. Leo uko kwenye hii hali, lakini kesho unataka kuwa hapa. Leo uko kwenye hii hali, lakini kesho unataka kuwa kwenye hali hii nyingine. Sasa hapa unataka 10, unaenda 100. Marafiki wabaya unataka wazuri. Hali mbaya unataka hali nzuri. Udaku unataka kwenda kwenye usomaji wa vitabu vizuri. Unataka kwenda kuwa msomaji mzuri wa vitabu. Sasa baada ya kuwa umekwisha kujitathmini juu ya leo yako na kesho yako, na ulikwisha amua tangu awali unataka kuwa kwenye kundi la watu ambao wanafanya na sio kwenye kundi la watu ambao wanatazama na kushangaa vilivyofanyika, na umekwisha kuamua ya kwamba lazima nibadilishe hali yangu ya sasa niweze kupata matokeo mengine. Ni lazima nitumie bidii kubwa nipate matokeo makubwa. Ni lazima niamue vizuri leo ili nije nipate mavuno mazuri. Sasa kuna kipengele hapa cha 3 cha chini hapa, ambapo sasa unatathmini gharama. Gharama ya kukutoa leo kwenda kesho. Na tunapoongelea gharama hatuongelei bei. Sasa gharama, kile kitu ambacho unataka kulipa kufikia kwenye hii kesho, kutoka kwenye hii leo kwenda kwenye hii kesho. Kutoka kwenye hii leo kwenda kwenye hii kesho. Ni mambo gani ambayo unatakiwa uyafanye leo ili uweze kuwa na kesho nzuri? Ni vitu gani unavyotakiwa kugharamika? Let's say kwa mfano
ninataka kutoka kwenye wateja 10 kwenda kwenye wateja 100. Ni mambo gani ambayo natakiwa leo niyabadilishe kwangu binafsi na kwa kitu ninachokifanya, kwenye vitabu ninavyofanya, kwenye biashara ninayoifanya, nitokeje kwenye hii hatua ya watu 10 kwenda 100. Kwa mfano, ninatakiwa nijifunze, moja, ni lazima nijifunze sasa saikolojia ya mteja anayetaka kwenda kuwauzia. Sasa niseme nataka nijifunze juu ya saikolojia. Itabidi niingie gharama ya kujifunza juu ya saikolojia ya wateja. Umeona? Na hii inaenda sambamba na nijifunze namna ya kuuza. Namna ya kuuza. Pengine hao wateja 10 niliokuwa nao mwanzoni hao wa vitabu walikuwa ni wale ambao ni wa karibu na mimi. Umeona? Labda ni ndugu zangu, ni marafiki zangu, wale wa karibu ambao niko nao tu hapo kwenye kanisa moja, kwenye taasisi moja. Hawa ndio wakanunua wa kwanza vitabu 10. Sasa kwa wale watu ambao nataka nizidishe mara 10 nilionao sasa, ambao yamkini hawanifahamu, inabidi sasa nijifunze namna ya kwenda kuwashawishi kununua. Kwa sababu hao wengine walinunua pengine labda ni kwa kunisapoti. Nilikuwa sijawashawishi kivile, lakini walinunua tu kwa ajili ya kunisapoti kwa sababu sisi ni marafiki na kuna vitu ambavyo tumekuwa tukifanya pamoja. Sasa ni lazima sasa niingie gharama ya kujifunza saikolojia wale watu wengine ambao wanifahamu. Ni namna gani naweza nikawashawishi wakanunua kitabu changu cha Mwanachuo Hodari wakati walikuwa hawafahamu Lacson Tungaraza ni nani. Kwa hiyo hii ni gharama ambayo nitatakiwa kulipa. Ni gharama mojawapo ambayo nitatakiwa kulipa. Sasa tuingie kwenye mfano wa pili. Nina marafiki wabaya na nataka kuwa na marafiki wazuri. Lazima sasa kitu cha kwanza ambacho nitagharamika ni kubadilisha viwango vyangu. Mojawapo ya sifa inayomtofautisha ndege tai na ndege wengine ni viwango vyake. Ni viwango vyake. Hana muda wa kufukuza ndege wengine, bwana msinifuate kwanza sasa hivi, sitaki urafiki na nyie. Tai afanye hivi. Tai anachokifanya anapandisha viwango vyake. Leo ukiwa ni mtu ambaye kwa mfano hapa unapenda sana masuala ya udaku na umbea, kuanzia leo jioni ukabadilisha sasa hivi sasa utaki umbea. Wakikuletea umbea wewe hata utoe ushirikiano. Wakikutumia video ya umbea kwenye inbox haujibu, unaona? Au ujibu au unawajibu kwa kitu kingine ambacho ni chanya. Utaona ya kwamba wanaanza kupungua. Kama ilikuwa mnakutanika kwenye mikeka, mnakaa kwenye vimikeka, mnaanza kusengenya majirani, utaona wale watu kwa sababu wapi ushirikiano wataanza kuondoka. Wataanza kusema bwana siku hizi Mama Amina anajidai sana, Mama Amina siku za tupu ushirikiano. Umeona? Wataanza kukutika. Kwa lazima utaingia gharama ya kuongeza viwango vyako, hicho cha kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho hapa viwango nitagharamika kuongeza viwango vyangu. Lakini kitu cha pili ambacho yamkini naweza kugharamika ni kuwablock hao watu. Uzuri hizi simu za smartphone zimekuja na nafasi nzuri sana. Kwenye SMS, kwenye message, WhatsApp, Facebook, huko kote unaweza kumblock mtu kwa. Yaani ndani ya dakika 0 tu unamblock mtu ambaye anakuletea maluelue kwenye kazi unayoifanya. Unaona kwenye biashara hii ninayoifanya leo ili niweze kwenda kesho, huyu mtu ndiye ananipotezea muda sana. Kila nikiingia kuchati naye online ni umbea nakuta nusu saa imepita sijafanya cha maana. Sasa kwa sababu hawezi kunielewa leo haraka kwa kesho inayoendea, namsaidia ninamblock. Kwa hiyo kitu cha pili ambacho tutatakiwa kuingia ni kublock wale watu wote ambao umekutana nao ukubwani alafu wanakuletea maluelue. Kwa hiyo utawapigia issue ya John Cena, you can't see me, alafu unaendelea. Lakini kwenye kitu cha tatu, mfano wa tatu ambao sina hela leo, kesho natakiwa kuwa na uchumi mzuri niweze kuamua. Sasa hapa nitaingia pia gharama ya kuthamini kila shilingi inayokuja mkononi mwangu.
Kwa hapa tunaingia kwenye kule kuthamini. Nitagharamika sasa kwenye kuthamini kila ninachokipata. Kama nilikuwa nikipokea tu muamala ting 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 ting, umepokea shilingi 10,000 kutoka kwa mjomba wako, alafu naichukua yote ninaenda kubeti, au inatoka hiyo hela naichukua yote ninaenda kupata moja ya moto moja baridi. Kwa lazima sasa nianze kuthamini ile hela iliyokuja, hata kama haijaja kwa nguvu zangu binafsi. Lazima uthamini, uanze sasa kuangalia matumizi yako na kuwa na tabia kuanza sasa kuweka akiba kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo lazima uthamini kile ulichonacho, kitumie vizuri na pia uanze sasa kujifunza juu ya sheria za fedha na vitu kama hivyo. Na kwa habari ya udaku, gharama utatakiwa kulipa kwanza, delete video zote za udaku ulizonazo kwenye simu yako. Wamama wote wa udaku, futa mawasiliano yao ya wamama wote wa udaku kwako, ama wababa wa udaku ambao wanakusumbua kwenye simu yako, futa. Kama ni application inayokutumia matangazo ya udaku kila wakati, ondoa. Message hivyo vyote ondoa. Nilisema mwanzoni ya kwamba vitu vitatu vitakavyokusaidia ni fikra, usemi na matendo. Sasa fikra zako zinajengwa na yale unayoyaona, yale unayoyasikia. Sasa kama ni utaendelea kuangalia hivi viklipu vya udaku, basi na wewe utavutwa kuwa mtu wa udaku. Kwa lazima sasa vyanzo vyako vya taarifa uvibadilishe. Akaunti ulizokuwa unazifuata, page ulizokuwa umezifollow, nenda sasa unfollow. Kama kuna watu uliokuwa umewafuata, watu waombea, nenda sasa uondoke, uachane nao urafiki. Anza sasa kuomba friend request kwa watu wengine ambao unaona. Kama unataka kuwa msomaji wa vitabu, anza kufuata page zinazo watu wanaohamasisha usomaji wa vitabu, watu ambao wako vizuri kwenye usomaji wa vitabu, watu ambao wanaandika vitabu. Kama ni uchumi, anza kufuatilia watu ambao kwenye hilo eneo, marafiki wazuri, watu ambao wanafanya biashara. Kwa lazima uondoke kwenye hizi page na akaunti za udaku, uanze kufuatilia page, kurasa na akaunti ambazo zinahitaji kesho yako. Sasa kwenye maandiko matakatifu, Luka anasema ya kwamba Yesu anasema ya kwamba hakuna mtu ambaye anataka kujenga mnara, hakuna mtu anayetaka kujenga mnara asiyeketi kwanza chini na kuhesabu gharama za kujenga huu mnara, ili aone ya kwamba, ili ajue ya kwamba kama anaweza kujenga huu mnara ama la. Asije akaanza kukurupuka afu baadaye akaishia njiani. Watu wakaanza kumngonga, wakaanza kumcheka. Alikuwa anajifanya ameanza kuandika. Amefikia wapi sasa? Amefungua ka frame kake juzi, amefungua leo wapi? Kamefirisika kote, hamna sabuni hata moja. Ili usifike kwenye hatua kama hii ya kuishia njiani, ni lazima sasa uzihesabu gharama. Ni lazima uzihesabu gharama na kuwa tayari kuzilipa. Kwenye interview mojawapo, kuna mtu fulani mwenye mafanikio aliulizwa, ni siri gani kubwa ya mafanikio? Je, wewe umefanikiwa sana? Ni siri gani kubwa ya mafanikio unayoweza kuwapatia vijana sasa hivi? Akasema, siri nilionao ni simple tu. Ni vitu tu viwili. Ni vitu vitatu. Ni vitu vitatu tu vitakavyosaidia. Kitu cha kwanza ni mtu kujua mahali alipo. Kitu cha pili, mahali anapokwenda na aina ya gharama anayotakiwa kuilipa. Leo unaona Ronaldo, Messi ni wachezaji bora wa dunia, wamebeba mara 5 na mara 6. Ni kwa sababu walijua wanatakiwa kufika wapi na kuwa tayari kulipa gharama za kule wanapokwenda. Mwanzoni nimekutolea mfano wa mti huwa wa bambu ambao uko China, ambao unaupanda, unautilia maji na mbolea kwa miaka 4, lakini hauonyeshi matokeo ya kukua.
au chomoki, lakini mwaka wa 5 unachomoka speed. Ndani ya wiki 6 inatoa futi 90. Sasa lazima ukubali kuwekeza leo. Lazima ukubali kujiwekeza leo kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo siku ya leo ninakuachia ili zoezi. Siku ya leo nakuachia ili zoezi uweze kulifanyia kazi. Ufanye uhalisia juu ya leo na kesho inayoendelea. Kwa hiyo ninaamini kabisa kuanzia mwanzo mpaka hapa kuna vitu ambavyo umejifunza na vitaweza kusaidia kwenye safari yako. Ninaitwa Lacson Tungaraza na ninapenda kukushauri ujipatie vitabu hivi. Vitabu hivi vinapatikana kwa hard copy na soft copy. Kwa soft copy unaweza ukanifuata ukanitumia kwa namba za WhatsApp 0764793105. 0764793105. Ukanitumia WhatsApp ujumbe, nikakutumia link ya kupata vitabu vya soft copies. Vitabu vya soft copies 64793105. Kitabu hiki cha Sitarudi Nyuma Tena kitakusaidia kutoka kwenye leo hii kwenda kwenye kesho. Wewe kama ni kijana na una ndoto kubwa sana kwenye maisha yako, lakini kuna changamoto za ujanani leo unazipitia, watu, mazingira na wanakukatisha tamaa kuweza kuifikia hiyo kesho. Kitabu hiki cha Sitarudi Nyuma Tena kina njia rahisi za kukusaidia kufika huko. Yawezekana pia wewe ni mdada, lakini kwenye swala la mahusiano watu wanaokuja inakuwa vigumu kutambua ni upi ambaye ana nia nzuri kwako. Hiki kitabu kwenye sehemu ya 4, hiki kitabu cha barua yangu kwako binti yangu mpendwa, nimeweza kuandika huko uzuri na urembo usiopitwa na wakati. Kwenye sehemu ya 4 ya kitabu hiki nimeelezea vizuri sana. Lakini pia kama una shauku ya kuwa mtu bora, mtu ambaye jamii itatamani ikuige, jamii itatamani kuwa kama wewe. Kuna wakati fulani Yesu alikuwa anafundisha watu. Mama mmoja akainuka ghafla akasema kwamba heri tumbo lililokubeba na matiti ulionyonya. Ni kwa nini huyu mama alimwambia Yesu hivyo? Kwa sababu Yesu alikuwa bora, mtu akatamani kuwa kama yeye. Sasa kama unataka kufikia viwango ambavyo mtu atatamani kufikia viwango vyako, na wewe naye uwe icon, uwe nembo kwenye hicho unachokifanya, kwenye uandishi, uimbaji na vyovyote, basi kitabu cha Sitarudi Nyuma Tena kitakufaa sana. Na kama wewe ni mwanachuo na unatamani uwe na kesho nzuri kuanzia kwenye uwekezaji wa leo, kitabu hiki cha Mwanachuo Hodari, namna unavyoweza kufanikiwa kimaisha kuanzia chuoni, basi kina mambo mengi sana ya kusaidia. Na mwishoni kabisa mwa kitabu hiki, sehemu ya 4 ya kitabu hiki, utakutana na shuhuda za wanavyuo wenzako. Na mimi nilikuwa mwanachuo UDOM saivi. Utakutana na shuhuda za wanavyuo wenzako wengi ambao wanaelezea ni kwa namna gani waliweza kuishi chuoni, lakini pia wakiwa wanashughulika na vitu vingine ambavyo viliweza kuwafanikisha baada ya kutoka. Kuna changamoto nyingi sana chuoni, na ukifuatilia sasa hivi namna hadhi ile ya wanavyuo imeanza kupungua sana kulingana na mienendo ambayo wako nayo. Sasa hivi mtu hata kuwa na shahada watu hawashangai, so what? Shahada yako nini sasa? Kwa hiyo kitabu hiki cha Mwanachuo Hodari, kibahatika ukisoma leo, kitakusaidia namna gani unavyoweza kuyatumia mazingira yako ya chuoni kunufaika leo na kesho. Niliingia UDOM bila kitabu chochote, lakini nimetoka UDOM nimeandika vitabu zaidi ya 4. Katika huo muda ambao wanavyuo wengine wanasema kwamba hawana muda wa kutosha, assignment nyingi, projects ni nyingi, research ni nini, kwa sababu nilikuwa nasomea software engineering, lakini ndani hiyo miaka 4 ya chuoni, huo muda niweza kutumia nikaandika hivi vitabu na kufanya na shughuli zingine. Kwa humu ndani hiki kitabu kitakusaidia wewe mwanachuo kuweza kujua ni namna gani pia unaweza ukafanya. Lakini pia nilichaguliwa kwenye kozi ambayo nilikuwa sijaifikiria maishani. Sikuwahi kufikiria kusoma software engineering. Kwanza nilikutana na maprogramming magumu. Kwa hiyo ilikuwa inanitesa sana. Lakini niliweza kufanya nini? Inawezekana wewe umechaguliwa kwenye kozi ambayo ulikuwa uitarajia. Ulikuwa unataka kuwa daktari, lakini sasa hivi wamekupeleka kwenye uhasibu. Je, kuna vitu gani ambavyo utatakiwa kuvifanya?
au chuo ambacho umepelekwa sicho kile ambacho ulikuwa unatarajia. Mimi mwenyewe nilikuwa sifikiri kwenda UDOM, lakini nilienda UDOM. Niliwezaje kufanya, vitu gani niweza kufanya nikaendana na ile hali na kuanza kupata matokeo makubwa. Kwa hiyo hiki kitabu cha Mwanachuo Hodari kitakusaidia wewe mwanachuo kuweza kusaidia wewe hata kama umepelekwa na serikali mahali ambapo ulikuwa upatarajii na sasa moyo umekuwa mzito. Kitakusaidia hiki kitabu cha Mwanachuo Hodari. Na kwa vile wanachuo wanatumia simu, kila wakipata boom cha kwanza ni kubadilisha simu, basi pia kitabu hiki kitakusaidia kujua namna gani utaweza kutumia simu yako kwa faida. Nilivyoingia chuoni nilikuwa na Tecno S3. Kalikuwa kadogo tu na watu walikuwa wananishangaa sana. Lakini kupitia hiyo Tecno S3 nilikuwa naandika vitabu. Naenda lecture room, lakini nakuwa naendelea kuandika vitabu, naendelea kuposti kwenye blog, naendelea kuposti Facebook na kwingineko, na watu wenye simu kali sana, Samsung, sijui iPhone na vitu vingine, tablet, walikuwa wanajifunza kwangu. Kwa hiyo wewe utatumiaje? Kwa hiyo itakusaidia pia. Kwa hiyo ni kwa leo, na kipekee ni kushukuru sana wewe ambao umenifuatilia kwenye hili somo la namna ya kutengeneza kesho yako leo. Ninaamini kabisa ya kwamba utakuwa umeamua kuwa kwenye kundi la watu wa kwanza la kufanyia kazi Newton Law, na unaenda kufanyia kazi ili jedwali leo uliopo sasa, uhalisia wako, kesho yako na gharama unayotakiwa kulipa. Tukutane wakati mwingine tena siku kama ya leo, na unaweza kuendelea kunitumia friend request hapo Facebook, unaweza kunifuatilia YouTube, unaweza kunifuatilia WhatsApp, tukaweza kujifunza vitu vingi sana. Lakini unaweza kaingia Google kwa shortcut ukaandika jina langu Lacson Tungaraza na itakupeleka kwenye maeneo mengi sana. Na kama unatamani kuandika kitabu cha historia ya maisha yako ama biashara ama taaluma na vyovyote vile, ili uweze kuacha alama kwenye jamii yako ama kuongeza kipato chako, basi pia niandikie hapo ama ingia Instagram utafute jina la Lamax Designs, utakutana na masomo mengi sana. Bye bye, na nikutakia siku njema. Asante sana.